Kwa miaka mingi, kuta za jumba la malkia wa filamu nchini, Wema Isaac Sepetu, zilijaa vigelegele vya mashabiki, sifa za umaarufu na mwanga wa taa za kamera. Lakini usiku wa manane, taa hizo zilipozimika, ukimya mzito ulikuwa ukitawala. Ulikuwa ni ukimya uliobeba kilio cha dhati cha mwanamke aliyekuwa radhi kuuvua utajiri wake wote, ili mradi tu asikie sauti ya kiumbe hai ikimwita mama. Safari yake haikuwa barabara ya lami. Ilikuwa ni njia ya miiba iliyotandikwa kwa machozi ya siri, mapambano makali dhidi ya changamoto za kibiolojia za uzazi na maumivu ya kupoteza matumaini mara kadhaa, huku mitandao ya kijamii ikimwandama bila huruma. Lakini Wema hakukata tamaa. Alibeba dhoruba hizo zote kwa begi la subira ya kifalme, akilia faraga na kutabasamu mbele ya jamii. Na sasa, lile giza nene lililodumu kwa miaka mingi, hatimaye limemezwa na mwanga mkuu wa alfajiri. Ule ukimya uliokuwa ukitafuna kuta za nyumba yake sasa umevunjwa rasmi. Sio kwa vigelegele vya mashabiki, bali kwa sauti nyororo ya kwanza na ya kipekee, kilio cha mtoto wake mwenyewe. Ndiyo, ulimwengu uliokuwa ukimsubiri kwa hamu, sasa unashuhudia muujiza uliotimia. Wema Sepetu sasa amepata mtoto. Machozi yaliyowahi kumwagika kwa miaka mingi kama alama ya maumivu, sasa yanatiririka mashavuni mwake kama chemchemi ya furaha isiyo na kifani. Mikono ile ile iliyowahi kulea watoto wa wengine kwa upendo mkuu, sasa imemkumbatia na kumshika kifuani muujiza wake mwenyewe, damu ya damu yake na nyama ya nyama yake. Kwenye uso wa Wema wa sasa, kuna aina mpya ya urembo. Sio ule urembo wa taji la Miss Tanzania la mwaka 2006, bali ni urembo mtakatifu wa mwanamke aliyeshinda mapambano makubwa ya maisha na sasa anaitwa mama. Habari hii imepokelewa kama dhoruba ya furaha iliyotikisa kila kona ya ukanda wa Afrika Mashariki, ikivuka mipaka ya mitandao na kuingia moja kwa moja kwenye mioyo ya watu. Mashabiki, marafiki na hata wale waliowahi kumtilia shaka wamejikuta wakiungana katika wimbi moja la vigelegele na shukrani, kana kwamba muujiza huu umetokea kwenye familia ya kila mmoja wao. Maelfu ya ujumbe wa pongezi yanayomiminika ni dhihirisho kwamba safari ya Wema haikuwa yake peke yake, bali ilikuwa ni msalaba uliobebwa na jamii nzima iliyomtakia heri. Katikati ya chumba cha watoto kilichopambwa kwa rangi za matumaini na amani, Wema anautazama uso wa malaika huyo mdogo, huku akishusha pumzi ndefu ya ushindi. Hadithi ya Wema Sepetu imethibitisha kwa ulimwengu wote kuwa kalamu ya Mungu haikosei kuandika maisha ya mwanadamu. Kupitia tabasamu lake jipya linalomulika mtoto wake mikononi, anawafundisha maelfu ya wanawake wanaopitia dhoruba kama yake kuwa hakuna usiku mrefu unaweza kuzuia jua kuchomoza, na penye subira ya kweli, baraka hazichelewi, hufika kwa wakati sahihi na kwa kishindo.